kucha, maisha yangu nitakukabidhi, kazi zangu nawe. Dalili zinazotuzunguka ni wito wa kuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Dalili zinazotuzunguka ni wito wa kuwa tayari. Amka usingizini. Usifikiri maisha ya mwaka jana ni maisha ya mwaka kesho. Uwe tayari kwamba lolote litakalotokea katika maisha yako likukute uko upande wa Yesu. Walionielewa nyoshe mkono. Namba 1. Luka 12:39-40 anasema, lakini fahamuni neno hili kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwizi, angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjika. Usije ukawa miongoni mwa watakaolia na kusaga meno. Usije ukawa kama Farisayo, usije ukawa kama mwandishi. Nenda ukawe mwanafunzi wa Yesu. Uhakikishe nyumba yako imelindwa, mwili wako, hekalu lako la Roho Mtakatifu liwe safi. Kesha kwa ajili ya hiyo nyumba. Narudia, Luka 12:39-40. Zama tulizo nazo hazina uhakika wa maisha. Uwe barabarani, uwe njiani, wazee mliowaka hapa ni mashahidi kwamba zamani vifo havikuwa kama hivi. Kwa hiyo fahamu neno hili la Luka 12:39, mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwizi, angalikesha wala asingeiacha nyumba yake ikavamiwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Huo ni wosia wangu kwa kanisa la Keni, namba 1. Kwa wanaonisikia, tengeneza mambo yako, ungama na kutubu dhambi zako, ifanye ibada kuwa ya muhimu kuliko mambo mengine yote. Haleluya. Usitafute ibada yoyote ya kupendeza mtu. Mpendeze Mungu katika ibada yako. Tengeneza mambo yako kama Ezekia alipoambiwa, ungama na kutubu, acha dhambi zako, ifanye ibada kuwa muhimu kuliko mambo mengine yote. Omba sana, ombea maadui zako, ombea familia yako, ombea kila mtu ili Mungu afungue mioyo yao wakati huu. Hiyo ni 1. Omba sana, ombea maadui zako, ombea familia yako, ombea kila mtu ili Mungu afungue mioyo yao wakati huu. Muombee na mchungaji wako, liombee na kanisa lako. Ni wakati wa kuwa tayari. Na ndio maana nasema tuwe watu wa msamaha, kwa maana tusipowasamehe wanaotukosea, yeye naye hawezi kutusamehe. Ongea kidogo, omba sana. Nimesema mjumbe wa Mungu anasema hivi, tunaishi katika wakati wa mwisho. Ishara zinatimia kwa haraka zaidi. Nyakati zinatangaza kwamba kuja kwa Kristo kumekaribia. Siku ambazo tunaishi ni za kutisha mno. Roho wa Mungu anaondolewa duniani taratibu na kwa uhakika. Hapa tunapokwenda, mwovu atazidi kuwa mwovu, mtakatifu ataendelea kuwa mtakatifu. Kwa hiyo wasia wangu ni huu: hakikisha unakuwa mtu wa toba, mtu wa msamaha, na mtu ambaye unatembea. Tunaishi katika hizi nyakati, mjumbe wa Mungu anaendelea kusema, mapigo na hukumu tayari yanamwagwa kwa watu wanaodharau neema ya Mungu. Na neema ya Mungu ni nini? Ni kumfahamu Mungu.
Kwa sababu wanasema neema imefunuliwa duniani kote kwa mujibu wa Tito, nayo inatufundisha sisi kukataa mabaya na kutenda mema. Kwa hiyo kama tutakuwa ni watenda mema, tutakuwa tumeipata neema ya Mungu. Tukiwa watu ambao hatutendi mema, tumedharau. Na mjumbe Mungu anasema mapigo na hukumu tayari yanamwagwa kwa watu wanaodharau neema ya nani? Maafa yapo katika nchi na bahari. Hali ya jamii ina wasiwasi. Habari za vita ni nyingi. Vyote hivi vinatabiri matukio yanayokaribia kwa nguvu. Kwa hiyo kutakuwa na moja baada ya jingine. Itatoka korona, itakuja nyingine. Itatoka hii, itakuja nyingine. Usalama wako uwe tayari. Kwa sababu huwezi ukajua katika hayo majanga yanayokuja, wewe ni shujaa utakayesimama au wewe ni mtakatifu utakayeruhusiwa kulala. Wakala wa maovu wanachanganya nguvu zao kwa pamoja, wanajiandaa kwa dhiki ya siku za mwisho. Mabadiliko makubwa yatafanyika hivi karibuni katika ulimwengu wetu, na harakati za mwisho zitakuwa za haraka zaidi. Niliwaonyesha kikao fulani kilifanyika, na nikawaambia kitafanyika mwezi wa 5, ambapo marais wote wa nchi au viongozi wote watakusanyika kule Vatican kwenda kujadili swala la mabadiliko ya hali ya hewa au climate change. Ile tarehe imepelekwa mwezi wa 10, tarehe 10 mpaka 15. Unafikiri kwa nini? Kwa sababu watu watakuwa wameshapigika, wakiambiwa hakuna namna nyingine ya kunusuru uchumi, watainama. Ule mkutano haujaisha, umehamishiwa mwezi wa 10, tarehe 10 mpaka 11 itakuwa kikao na semina, tarehe 13 itakuwa kusaini mikataba, tarehe 15 kuagana na kukazia maazimio. Hatujui wanaenda kuazimia nini. Nilikuwa nasoma kitabu cha Testimonio cha 9:11, Testimonio kitabu cha 9 au Shuhuda za Kanisa kitabu cha 9 sura ya 11 aya ya 2. Hali ya vitu ulimwenguni inaonyesha kuwa nyakati za dhiki ziko karibu yetu. Magazeti ya kila siku yanaonyesha dalili za migogoro mibaya katika siku za usoni. Sasa nataka nikwambie, hapo nilikuwa na kuandaa uwe tayari kwa lolote. Uwe umetubu, uwe muombaji, usio mtu wa kisasi, fanya vyote. Moyo wako uwe ni wasia wangu wa kwanza. 2, hali ya ulimwengu sasa inatupa wito wa kubadilika. Nimesema wito wa nini? Yaani usiwe kama ulivyo leo, ubadilike hapo ulipo, uje katika hatua nyingine bora zaidi kiroho. Yaani atilia mbali hata kama unajiamini kwamba wewe uko vizuri, wewe uko vizuri katika matendo yako, unajiamini uko vizuri katika kusoma neno la Mungu, unajiamini uko vizuri katika maombi, bado kuna mahali pa kubadilika. Uingie sehemu nyingine, kwa maana umeshakuwa tayari. Tukiona utayari wako, tutaona mabadiliko katika maisha. Hilo ni la ngapi? Watu wakeni, tubadilike. Sio kwamba hampo vizuri, mpo vizuri sana, ndio maana injili inakwenda kwenu, lakini tuboreshe kutoka hapa tulipo, tuwe bora zaidi. Haleluya! Ni vitu gani katika maisha yako unadhani vinahitaji mabadiliko? Ni tabia gani unazopaswa kuziacha? Ni aina gani ya ulevi ulio nao? Unaweza ukawa na uraibu, sio wa pombe, lakini una uraibu mwingine unaopaswa kuuacha. Ni vitu gani vilikufunga kwa muda mrefu unavyopaswa kuviacha? Ni mambo gani uliokuwa ukiomba
nguvu ya kuyaacha. Huu ni wakati wa kubadilika ili uweze kupona. Ni fursa ya pekee. Tukiingia katika, licha ya Nuhu kujenga safina, watu waliona lakini hawakubadilika. Usiruhusu tabia yako kukosesha wokovu. Badilika, acha ulevi, uvutaji wa sigara, madawa ya kulevya na tabia zisizofaa. Unajua Nuhu walikuwa anajenga safina. Watu walimsaidia kujenga. Wengine walimuuzia misumari, wengine walimuuzia mbao, lakini hawakubadilika. Kuingia hapo ndani ya hilo kanisa sio badiliko. Badiliko linatokea moyoni. Mjumbe wa Mungu anasema kuhusiana na mabadiliko, hivi karibuni dhiki kuu itatokea kati ya mataifa, dhiki ambayo haitakoma hadi Yesu atakapokuja. Na ndio maana kujaribu kuicheki roho nabii inatuambia, ukishaona dalili za kwanza zimeanza, ni mtiririko. Yaani kama unafikiri hii korona ni mbaya, ipo nyingine inayowasha masikio inakuja. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba kuna nafuu. Ni mjumbe wa Mungu anasema, hivi karibuni dhiki kuu itatokea kati ya mataifa, dhiki ambayo haitakoma hadi Yesu atakapokuja. Tunapaswa kumtumikia Mungu kwa namna ambayo hatujawahi kufanya hivyo tangu kuumbwa kwetu. Wewe umeshaanza. Hii nasoma roho nabii, msije mkasema mchungaji anaokota. Kitabu kinaitwa CCH, Council for the Church, au Nuru kwa Kanisa, ukurasa wa 337 aya ya kwanza. Tunapaswa kumtumikia Mungu kwa namna ambayo hatujawahi kufanya hivyo tangu kuumbwa kwetu. Usiniambie kwamba jana ulimtumikia ukuja kufagia. Ndio maana unaona mimi nimekuwa kichaa wa kuibua kitu ambacho kila mtu ananiona kama mwehu. Na nilivyoona sina kamera nikasema nitaanza na haka kasii. Nihubiri hapa, nihubiri na huko kwenye anga huko. Sasa tunataka tuone unatimua vumbi hapo unakoishi. Wapangaji ulionao, majirani ulionao, waseme kabisa hii vumbi sio ya kawaida. Hii ndiyo Injili, wivu wa Injili. Watu wamjue Mungu, wabadilike. Haleluya. Ambia kusema Mungu hajawahi kuacha watu wake, na hivyo lazima nguvu zetu zijikite katika kutokumwacha yeye. Unajua Mungu tunamwachaje? Isaya 59 fungu la kwanza na la pili. Nisome. Wakati anajipanga kusoma, mtumikie Mungu, mzee Enoki, pamoja na uzee wako unapaswa kumtumikia Mungu namna ambayo hujawahi kumtumikia toka ulipotoka tumboni mwa mama. Tazama, Biblia inasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Wala sikio lake si zito. Wala sikio lake sio zito. Si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa hiyo kinachotusababisha kumwacha Mungu ni kwa sababu hatujataka kufanya kama anavyotaka. Na hilo lilikuwa ni jambo la pili. Jambo la tatu. La kwanza nimesema ni wakati wa kuwa tayari. La pili nimesema ni wakati wa kubadilika. Unabadilika kumtumikia Mungu ili kila mtu aseme huyu mzee amekuwa kichaa siku hizi.
Wanasema huko kanisani wamekufanya umekuwa chizi, na unaambia sawa, nimekuwa chizi wa Yesu. Watasema kawa chizi, lakini ni chizi wa nani? Si bora niwe chizi wa niokolewe kuliko nisiwe chizi wa Yesu, alafu korona ije nife, alafu Yesu aje nisifufuliwe, na nikija kufufuliwa katika ufufuo wa pili motoni. Kwa nini nisikubali kuwa chizi kwa Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnanielewa? Jambo la tatu, huu ni wakati ambao watu wa Mungu wanapaswa kuamka. Unajua kuna kuwa tayari, kuna kubadilika. Yaani ukishakuwa tayari, tunajua yaani pale ambapo Yesu akija wakati wowote uko tayari. Kifo kikikukuta popote uko tayari. Kwamba umeingia kaburini, wanasema shujaa wa Bwana amelala. Kwamba umeamka, wanasema shujaa wa Bwana ameamka. Kwani Paulo yuko wapi? Ibrahimu yuko wapi? Nuhu yuko wapi? Tunaogopa usingizi wa mauti, tunaogopa pumziko linalosema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika. Tuna Elia wako wapi? Japo alienda Elisha, lakini nyewe wenyewe ni mashuhuda. Kuna mtu aligusa mifupa ya watakatifu akiwa amekufa akafufuka. Kwa hiyo mifupa ilikuwa bado na nguvu. Kwa hiyo huu ndio wakati ambao watu wa Mungu wanapaswa kuamka. Warumi 13:11-14 anasema tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu huu karibu nasi kuliko tulipoanza. Si mnamwambia Bwana Yesu njoo, Bwana Yesu njoo? Kwa nini unakawia? Mpaka mnaimba wimbo mpaka lini Bwana utakaa mbali? Sasa Bwana anakuja karibu, mnaanza kumwambia rudi. Kwa sababu dalili zinazoambatana na ujio wa Bwana ni magonjwa kama korona, ni vita, ni tauni, ni tsunami na vifo. Sasa tunakuwa wanafiki, tunasema mpaka lini Bwana umekaa mbali? Kumetuchosha moyo kukawia hivi. Alafu Bwana anapoanza kuja mnaanza kusema hapana, rudi kwanza, hatukutegemea ungekuja hivi. Bwana hawezi kuja katika sura ambayo unaifikiri wewe. Lazima tuelewe. Warumi 13 fungu la 11 na 14 anasema, naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nini? Amkeni watu wakeni. Haleluya! Ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kuwa tayari, kwamba hata wakwambia Yesu anakuja leo, unasema mimi mbinguni tiketi. Kwa sababu anasema mioyo yenu isipowahukumu mna ujasiri ndani yenu. Kama mambo unayofanya upati hukumu ya Roho Mtakatifu, uko tayari. Kwa hiyo popote unapokwenda, chochote unachofanya, ukiona kuna mahali ambapo Roho Mtakatifu anakuambia hujaenda vizuri, hapo kwa sababu ni wewe na Roho, hakuna mwingine. Kaa chonjo, kwa sababu haujawa tayari, na kama hujawa tayari huwezi kaenda. Ukimaliza zoezi la kuwa tayari, anza mabadiliko. Kisasa naacha hiki, naacha, ninaanza kuwa mchapakazi katika Injili. Ukimaliza, amka sasa kutoka kwenye usingizi uliokuwa nao. Vua ulimwengu umvae Kristo. Amka kutoka katika usingizi wa kiroho. Mjumbe wa Mungu katika ile anasema, ghasia zimeujaza ulimwengu na hofu kubwa itakuja juu ya wanadamu. Mwisho uko karibu sana. Watu wa Mungu wanapaswa kujiandaa kwa kile kitakachokuja juu ya ulimwengu kwa mshangao mkubwa. Pambano Kuu 555 aya ya 2 na ya 3. Unaelewa hii statement vizuri? Ghasia zimeujaa ulimwengu na hofu kubwa itakuja juu ya wanadamu. Mwisho uko karibu sana.
Watu wa Mungu wanapaswa kujiandaa kwa kile kitakachokuja juu ya ulimwengu kwa mshangao mkubwa. Isaya 55:6-7 anasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni yeye maadamu yu karibu. Hajatuacha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Kwa hiyo kwa sifa hii leo sioni hapa mtu yeyote mwenye sifa ya kutokwenda mbinguni. Wote tunakwenda. Semeni amina. Kwa nini tunakwenda? Kwa sababu tumepewa majibu ya mtihani. Na majibu ya mtihani tuliopewa, mtu mbaya aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu naye atamsamehe kabisa. Haleluya. Huu ndio wakati ambao watu wa Mungu wanapaswa kuangaza nuru yao. Hilo ni la 4 na la mwisho. Huu ndio wakati ambao watu wa Mungu wanapaswa kuangaza nuru yao. Isaya 61, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ukiwa tayari ukabadilika, ukaamka, lazima injili iwake. Na ukifika wanaiona nuru ya nani? Kwa sababu nuru ya Bwana imekuipatia. Na kufikia hapo, ninafika mwisho wa huduma ya leo. Nimeongea nanyi kwa jinsi tulivyoongea. Nachohitaji Mungu aendelee kuniongoza na kuniwekea vitu ambavyo vitanisaidia ili atakapokuja niwe mwenye furaha. Na njia 3 za kumwangaza huyu Mungu ni kushikilia kweli ya neno la Mungu, ni kutembea katika kweli ya neno la Mungu, ni kushirikisha wengine habari za neno la Mungu. Vitu vitatu vya mwisho kabisa vinavyopatikana katika sehemu ya 4 ya kuangaza. Unaangaza kwa sababu umebadilika, unaangaza kwa sababu umeamka, unaangaza kwa sababu uko tayari. Usipokuwa tayari huwezi ukatoka. Usipokuwa tayari huwezi ukabadilika. Usipokuwa tayari huwezi ukaamka. Ila sifa ya 4 ni kuangaza. Na unapoangaza, hakikisha unashikilia kweli ya neno la nani? Unatembea katika kweli ya neno la nani? Unamshirikisha Yesu kwa marafiki. Mwisho nisomee Habakuki 2:14, alafu tutasimama baada ya kusoma hili fungu. Ikiwa watu wakeni mtakuwa tayari, ikiwa watu wakeni mtabadilika, ikiwa watu wakeni mtakuwa na hatua ya kuamka, mtafanya hiki Habakuki anachokisema, na Mungu ataongeza maisha yenu maradufu, na mtaishi kwa amani katika dunia hii na katika ulimwengu ujao. Habakuki 2:14, Biblia inasema, kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana, kama maji yaifunikavyo bahari. Dunia itajazwa utukufu wa nani? Wa Bwana, kama maji yaifunikavyo bahari. Bwana Yesu asifiwe. Ni pale tutakaposhikamana
tukijua tuko katika madhaifu, lakini wa kuyaondoa madhaifu ni Yesu Kristo, tukakumbatiana kwa furaha na tukatoka kwa amani, dunia itajazwa utukufu wa Mungu.